Hello mwana sawa digital, hope uko poa kabisa. Niko na habari ambayo inahusiana na masuala mazima ya vita. Ikumbuke kwamba Ukraine pamoja na Russia kumekuwa kuna vita ambayo haisimami. Ni vita ambayo imeshaanzaga miaka mingi, lakini mpaka sasa hivi ni vita ambayo inaendelea kila siku. Kila mmoja anamjibu mwenzie kwa vita, kila mmoja anamjibu mwenzie kwa mabomu, kila mmoja anajibu kwa mwenzie kutokana na vile ambavyo wanakuwa anaweza. Lakini pia moja kati ya sera au katika vitu ambavyo Trump alishawahi kuviongelea kabla ya kuwa rais katika awamu hii ni kupanga kuweza kusitisha vita hivi vya Ukraine pamoja na Russia. Lakini sasa imekuwa ni kama story ambayo ilikuwa inaendelea, lakini imeonekana kama kuna maongezi ambayo yalikuwa yanaendelea baina ya hao watu wote wawili. Lakini sasa rais wa Ukraine ambaye ni Zelensky, kila mmoja anakuwa anamjua, ameweza kumkaribisha Trump kuweza kushuhudia uharibifu wa makanisa yaliyopinduliwa kwa mabomu, watoto waliokufa, picha nzima ya kikatili. Trump inabidi akaweza kwenda kuishuhudia katika nchi ya Ukraine. Zelensky alikuwa amesema hivyo. Sasa Zelensky anasema kwamba ikiwa Trump anataka kukata makubaliano na Urusi, anapaswa angalau kuwatazama raia machoni kwanza. Baada ya mkutano wenye mvutano wa ofisi ya Oval na Trump na makamu wa rais JD Vance ambaye alipuzia mbali uenezaji wa Ukraine kama safari ya propaganda. Lakini Zelensky aliweza kuweka wazi ziara haitafanywa ukweli halisi tu. So Zelensky alichokuwa anamuomba Trump ni kwamba kabla ya kuweza kuweka mambo hasawa au kuweza kutaka kuongea na hilo deal ambalo bado halijawekwa wazi, ni kwamba deal gani ambalo Trump na Putin kutokea kule Russia wanataka kulifanya. So akasema kabla ya hayo mambo yote inabidi Trump mwenyewe kwanza aweze kwenda huko Ukraine, then akashuhudie watu wengi wanakufa makanisani, watu wanaharibiwa nyumba za ibada. Unajua kila sehemu huenda kwamba vita vinakuwa vinaendelea, lakini kuna baadhi ya watu huweza kuwa wanafanya maombi kuombea nchi yao, wakiweza kufanya aina tofauti ya maombi. Lakini sasa watafanyia wapi maombi ingalikuwa makanisa kila siku yanabomolewa, yanapigwa mabomu, yanaharibiwa na drones ambazo zinakuwa zinatumwa na Russia. Lakini mwisho wa siku hata hapa kibongobongo kuna slogan ambayo inakuwa inasema kwamba mtoto ndiye taifa la kesho, au ndiye mtu ambaye anaweza kulikomboa taifa la kesho. Lakini sasa kwa namna hii watoto wanakufa pia, ni nani ambaye ataweza kuiongoza nchi katika nyanja tofauti. So Zelensky amemuomba sana kwamba Trump kama anataka kuweza kuweka makubaliano ya hayo na Putin, basi apate nafasi ya kuweza kwenda huko Ukraine na kuweza kushuhudia watu wanavyokufa, watu wanavyopata mateso makali kabisa, miundombinu inaharibiwa, kila kitu. So na unajua miundombinu kishaharibika katika sehemu, lazima kuna dropping down ya uchumi tunasema katika nchi. Barabara zikifumuliwa, watu watashindwa kusafirisha mizigo na vitu vinakuwa kibao, mambo yanakuwa ni mengi sana. Sasa sisi kama sawa digital tumeweza kukufikishia habari hii uweze kuielewa, lakini pia kuweza kufuatilia issue nyingine yote ambayo inahusiana na swala hili la Ukraine pamoja na Russia, bila kumsahau Trump. Tutakuletea sisi hapa mara baada ya kuweza kupata uhakika wa mambo mengine ambayo yanakuwa yanaendelea.